Sasa tutakapofika tutakuja kusababisha vita kubwa itatokea. Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi, kitu ambacho kinahakikisha kwamba kinapata kukupatia taarifa na kukufahamisha yale ambayo yanaweza kutokea katika nchi ya Tanzania. Msikilizaji, karibu niweze kukufahamisha yale ambayo yameweza kutendeka ili tupate kushauriana na kupata kufahamu kwamba ni kipi kinaweza kuendelea ndani ya mataifa yetu. Msikilizaji, kuna kundi la waasi ambalo limeweza kuanzishwa nchini Tanzania sababisha makundi kama TFF, TFM kuendelea kufanya mipango ya kufanya vitendo vya ugaidi. Kundi ambalo kulingana na msimamo wake wanalenga kuwaua polisi wa Kitanzania. Msikilizaji, kundi hili limeundwa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba serikali ya Tanzania inapata kuwasikiliza wananchi na kwamba inaweza kuwaachilia wale waliotekwa, inaweza pia kuwaachilia waliopotezwa bila kujulikana walienda wapi. Msikilizaji, ikikufahamisha taarifa hizi, elewa kwamba wananchi wa nchi ya Tanzania katika siku za hivi punde wamepitia masuala kadhaa ambayo kwamba yamesababisha vitendo hivi vya kigaidi vianze kushuhudiwa. Sasa kuna kundi la kigaidi ama kundi la waasi, na kundi hili msikilizaji alipo kwa ajili ya kuwadhuru wananchi wa nchi ya Tanzania, bali lipo ili kudili na jeshi la polisi. Kulingana na taarifa ambazo nimezipokea msikilizaji, siku ya leo zinaniambia hivi: kundi jipya la uasi la kutotaka kuwadhuru wananchi bali kudili na jeshi la polisi limeanzishwa. Kundi hili limejitambulisha kwa jina la TFM, kwa maana ya Tanzania Freedom Movement, na kundi hilo limeonya vikali jeshi la polisi liweze kumwachilia bwana Humphrey Polepole na Mdude kabla havijazuka vita vikubwa. Msikilizaji, ni taarifa ambayo nimeweza kuipokea siku ya leo, na kundi hili limeweza kuzungumza kwa picha zilizoweza kuonekana na wakaweza kutuma sauti iliyoweza kusikika wakiweza kuzungumza dhidi ya kile ambacho wanahitaji kifanyike na kutoa matakwa yao kwa serikali ya Tanzania. Bila shaka msikilizaji, kundi la waasi ni kundi ambalo linasababisha mauaji, na bila shaka kwa makundi ambayo yamekuwepo ya waasi ni kama kundi la Al-Shabaab, ni kama ile lingine la Al-Qaeda lililoongozwa na Osama bin Laden, na Al-Shabaab yenye chimbuko la nchi ya Somalia. Sasa Tanzania kumeanzishwa kikosi kinachoitwa TFM, lakini pia nimepata taarifa kuna kikosi kingine kinaitwa TFF. Lakini hichi cha TFM, Tanzania Freedom Movement, ndio kimeweza kuzungumza siku ya leo na kuachia taarifa yao. Wakaweza kusema kwamba kikundi hichi cha waasi kimetengenezwa ili kudili na polisi vitendo
cha kuendelea kumshikilia Tundu Lissu kinasababisha wanaharakati wazidi kupata hasira na wazidi kujipanga na kufanya matukio ya kigaidi. Kitendo cha kuendelea kumshikilia Polepole ndicho kinasababisha makundi kama TFF, TFM kuendelea kufanya mipango ya kufanya vitendo vya ugaidi. Kitendo cha kumshikilia Mdude ndio kinasababisha wanaharakati hivi wamekuwa wanaunga makundi ya kigaidi, kuwaua mapolisi, kuwaua. Sasa tutakapofika tutakuja kusababisha vita kubwa itatokea. Lakini serikali haiangalii hili. Linaendelea kuwakandamiza, linaendelea kuwakomaza wanaharakati. Kudili na jeshi la polisi na kuhakikisha kwamba wanaoteka wananchi wa Tanzania na wale wanaowashikilia wanapata kuwaachilia. Msikilizaji, taarifa hii ambayo nimeweza kusomea, kikosi hiki hakipo kwa ajili ya kuwadhuru wananchi, lakini kimetengenezwa ili kudili na polisi. Kwa sababu gani kidili na polisi, msikilizaji? Kulingana na wao, wamesema kwamba polisi ndo wanaendesha sera mbaya za uongozi uliopo madarakani sasa hivi, na kwa hivyo kikundi hichi kimeanzishwa rasmi ili kudili na polisi. Katika ujumbe wao wameweza kusema hivi: kitendo cha kuendelea kumshikilia Polepole na Tundu Lissu kimechochea kuibuka kwa makundi haya ya TFF na TFM, kwamba vitendo vya kuendelea kuwashikilia bwana Humphrey Polepole na mwenyekiti wa chama cha Chadema bwana Tundu Lissu kimechochea kuibuka kwa makundi ya waasi ambayo yanadai haki za Watanzania na ambayo yanalenga kuwadhuru polisi na sio wananchi wa Tanzania, mpaka pale ambapo serikali itaweza kuwaachilia wananchi ama kuwaachilia raia walioweza kutekwa, raia ambao serikali imepata kuwashikilia, na raia ambao wameweza kupotea tu bila kujulikana wako wapi na walipotea wapi, kwa kufanya kipi, na wameishi wapi, wamewekwa wapi, wameshikiliwa wapi, kwa sababu hawajaweza kuwasilishwa mahakamani na kupata kusikilizwa na kesi zao kusikilizwa. Msikilizaji, bila shaka kesi ya Tundu Lissu inaendelea kusikilizwa, lakini kile ambacho kinaonekana ni kwamba ameshikiliwa bure tu, kwa sababu mashahidi walioweza kusajiliwa katika kesi ile, wengine wanaondoka, wengine hawana kitu cha kusema. Kwa hivyo ni kama ameshikiliwa tu kinyume na sheria katika kesi inayomkabili ya uhaini. Sasa kikundi hichi kimeendelea na kusema hivi: vitendo vya serikali vimechochea wanaharakati kujishughulisha na vitendo vya kigaidi, kwamba vitendo vya serikali, bila shaka vitendo vya utekaji, unyanyasaji na vitendo tu vya kusababisha woga kwa wananchi vimesababisha wanaharakati kubuni makundi ya kigaidi ambayo yatahakikisha kwamba yanadili na wale ambao wanahusika katika vitendo hivi vya kuwashikilia wale ambao wametekwa, kuwasababishia unyanyasaji na matukio mengine ambayo hayafurahishi ambayo serikali inaendelea kuyatekeleza. Naweza kusema pia wananchi wanaunga makundi haya ya waasi kuwaua polisi mpaka pale tutakapokuwa na Tanzania huru.
kwamba wananchi wa Tanzania wameonekana kushabikia makundi haya na kuyaunga mkono kwa kile ambacho yanaendelea kufanya mpaka pale ambapo nchi ya Tanzania itaweza kushuhudia uhuru wa kikweli. Kwa maana ya msikilizaji, visa hivi vya utekaji vipotezwe na kuweza kushuhudiwa uhuru kama mataifa mengine mengi ambayo yameweza kuenjoy freedom hii ya uhuru, ambayo ukiweza kuzungumza, bila shaka una nafasi yako ya kuzungumza, kwa sababu katiba inaruhusu kwamba unaweza kutoa maoni, unaweza kuzungumza kuhusu chochote kile ambacho kinaendelea katika taifa lako. Kinyume na ilivyo sasa hivi kwamba unapotoa kauli zako ama maoni yako kuhusu masuala fulani, bila shaka serikali inahakikisha kwamba unapotea ama unatekwa, ambayo inaonyesha kwamba hamna uhuru ule wa kuzungumza na kuenjoy zile haki ambazo zimeweza kupeanwa kwenye katiba. Kwa hivyo kundi hili lipo na litazidi kuwepo mpaka pale serikali itaweza kuhakikisha kwamba wananchi wanapata kushuhudia uhuru. Msikilizaji, karibu sana katika kituo hichi na kukaribisheni, endeleeni kupiga subscription kwa maana ya kuendelea kupata taarifa zetu punde zinapotokea. Jina langu ni Presenter Guton, nitakuwa hapa kila siku kuhakikisha kwamba ninakufahamisha na ninakusogeshea karibu taarifa zinazokuhusu.